Mahakama nchini Bangladesh imemhukumu kifungo cha miaka 21 jela waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Sheikh Hasina kutokana na mashtaka ya rushwa, wiki moja tu baada ya kuhukumiwa kifo kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu. Watoto wake wanaoishi nchini Marekani, Sajeb Wazed na Saima Wazed, aliyewahi kuhudumu kama afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa, wamehukumiwa miaka 5 jela kila mmoja. Imeelezwa Hasina alitumia ardhi ya umma kama mali yake binafsi kwa maslahi yake na ya familia yake. Hasina mwenye umri wa miaka 78 kwa sasa anaishi nchini India alikokimbilia Agosti 5 kwa helikopta, ambapo inaelezwa kuwa bado anagoma kufuata maagizo ya mahakama ya kurudi nchini Bangladesh. Hukumu ya kifo ilitolewa Novemba 17 mwaka 2025 baada ya kupatikana na hatia ya kuamuru mauaji ya kikatili dhidi ya wanafunzi waandamanaji mwaka jana, mwaka 2024, tukio lililosababisha kuondolewa kwake madarakani. Tume ya kupambana na rushwa ACC ilimshtaki Hasina kwa makosa matatu, yote yanayohusiana na uwizi na kujimilikisha ardhi yenye thamani kubwa katika mtaa mmoja huko Dhaka nchini Bangladesh. Hakimu Abdullah Al-Mamun alisema kwamba mwenendo wa Hasina unaonesha mtazamo wa kudumu wa ufisadi unaotokana na tamaa ya mali binafsi, madaraka yasiyo na mipaka na tamaa ya rasilimali za umma. Mwendesha mashtaka wa umma Khan Moinul Hassan amesema watapinga hukumu ya kesi za rushwa. Hatujaridhika na hukumu hii, kwani tulikuwa tunataka adhabu kubwa zaidi, alisema, na kuongeza kuwa watafanya mashauriano na tume ya kupambana na rushwa kabla ya kuamua hatua zinazofuata. Hali ya kisiasa nchini Bangladesh imekuwa tete tangu kuisha kwa utawala wa Hasina, huku vurugu zikichukua sehemu kubwa katika kampeni za uchaguzi unaotarajiwa Februari mwaka 2026. Shirika la Umoja wa Mataifa linaripoti kuwa watu hadi 1400 waliuawa katika mashambulio yaliyotokea wakati Hasina akijaribu kubaki madarakani. Hasina ameilaumu mahakama kwa hukumu hiyo aliyoiita ya upendeleo kisiasa na kuitaja kama sio haki. Aidha, anakabiliwa na kesi nyingine 3 za rushwa pamoja na dada yake Sheikh Rehana na baadhi ya watoto wake, pia mbunge wa Uingereza Tulip Siddiq, huku taifa likiendelea kutafuta suluhisho la amani na utulivu wa kisiasa. Hii ni VOT Media. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.